ya kuepuka ili huduma yako isonge mbele. Na zungumza na mtu ambaye una huduma na huduma yako unatakiwa kuilinda. Kuna makundi makuu manne, hata kama yako mengi zaidi, lakini kuna makundi makuu manne ambayo ni ya kuepuka ili kuhakikisha huduma yako inasonga mbele. Wakati unapokuwa na huduma, huwa kuna makundi ambayo yanatakiwa ili uweze kustawi, lazima uepukane na makundi hayo. Kundi la kwanza ambalo unatakiwa kuliepuka ni watu wenye dharau. Mtu mwenye dharau ana uwezo mkubwa sana wa kukuharibia huduma. Mtu mwenye dharau ana uwezo mkubwa sana wa kukuyumbisha na kukukatisha tamaa. Kitabu cha Nehemia sura ya 2 mstari wa 17, tuanzie mstari wa 18 mpaka wa 19. Unasema hivi katika kitabu cha Nehemia: nikamweleza habari za mkono wa Mungu wangu ulivyokuwa mwema juu yangu, pia na maneno ya mfalme aliyoniambia, nao wakasema, haya na tuondoke tukajenge. Basi akanitia mkono na nguvu kwa kazi iliyo njema. Mstari wa 19, lakini waliposikia Sanibalati Mhoroni na Tobia watumishi wake, Moron na Gesham Mwarabu, walicheka wakatudharau. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mtumishi wa Mungu Nehemia, wakati amekusudia kwenda kujenga mji wao, mji wa Yerusalemu, wakati ameona kwamba mji unazidi kuharibika. Kwa hiyo akawa na hiyo huduma ya kuweza kurudisha vile vitu ambavyo vimepotea. Akawa na huo moyo wa kuweza kusimamisha tena mahala pale na kufanya mji ule uweze kusimama tena. Lakini Moab, Sanibalati na Tobia walipomwaona wakawacheka. Sasa unajua, mtu mwenye dharau ni mtu mwenye dharau. Wakati unapofanya bidii, wakati una huduma yako, umejitolea kwamba unataka uhakikishe kanisa lenu labda linafikia hatua fulani, lakini mtu anaangalia level yako ya uchumi, maisha yako, mahali unapotoka na bidii unayoifanya. Kwa hiyo anakudharau. Anasema huyu kama wameshindwa wale wenye pesa, kama wameshindwa wale wenye uwezo, sasa huyu ndio ataweza. Lakini ninachotaka kukuambia ni kwamba huduma yako uliopewa wewe ndiye utakayeweza kusimama mwenyewe. Kwa hiyo mtu wa kwanza wa kuepuka katika huduma ni mtu mwenye dharau. Hawa watu wakawadharau. Hebu tusome katika sura ya 4, hiyo Nehemia sura ya 4 mstari wa pili hapo, mstari wa 2 mpaka wa 3. Hebu tusome hapo tuangalie dharau. Nasema hivi, tuanzie mstari wa 2. Mstari wa 2, mstari wa kwanza, mstari wa 2 nasema, akanena mbele ya nduguze na mbele ya jeshi la Samaria akisema, Wayahudi hawa wanyonge wanafanyaje na wanajifanyia boma? Watatoa dhabihu au watamaliza katika siku moja? Je, watayafufua mawe katika Joazi? Basi mstari wa 3, basi Tobia Mwamoni alikuwa karibu naye, akasema, hata hiki wanachokijenga mbweha angebomoa ukuta wao wa mawe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wanasema ya kwamba mtu mwenye madharau, jinsi ambavyo anaweza kukudharau. Huyu mtu Nehemia ameondoka kwenda kufanya kazi ya Mungu kwa ajili ya kuhakikisha anasimamisha vile vilivyokuwa vimeharibika katika mji wao, kama vile tu ambavyo wewe unaweza kaamua kusimamisha vile ambavyo vimeharibika kanisani kwenu. Lakini kulikuwa kuna watu wenye dharau, unasikia wakasema ya kwamba hata hizo kuta za mawe wakipanda mbweha tu wanaweza wakaziangusha. Sasa niambie, hiyo si dharau?
kweli mbweha ni jamii ya mbwa, ni mnyama mdogo sana ambaye hawezi kuangusha hata dumu la maji, hata kikombe chenyewe, hata dumu la lita 20 hawezi. Lakini kwa sababu ya watu wa madharau, wanasema hiki anachokifanya, hata kama wakipanda mbweha wataharibu. Mpendwa, nataka nikwambie, ukitaka kustawi katika huduma, achana na watu wenye madharau. Wakati unapofanya jambo, mtu mwenye dharau atakudharau kwa sababu ameamua kukudharau. Wakati unapojaribu kuinuka na kufanya mambo ili uweze mtu mwenye dharau atakudharau kwa sababu atakukatisha tamaa. Kumbuka Yerusalemu, kuta zilikuwa zimeanguka, walikuweko wafalme na walikuweko watu wengine, lakini hawakuwa na huo mzigo waliokuwa nao Nehemia. Kwa hiyo Nehemia akaamua kuondoka mwenyewe, kwamba aende akasimamishe zile kuta na kuleta heshima tena ya ule mji, ya kwamba na wewe kuna mambo mengine yameharibika pale kanisani, na unasikia moyoni ya kwamba bidii unayoifanya, aidha ni kikundi cha kusifu na kuabudu, unataka uboreshe kikundi hicho, unataka uboreshe kikundi cha injilisti, na unataka uboreshe vikundi vingine kwa ajili ya kufanya huduma. Mambo mengi tu, kuna vikundi vya usafi na nini, lakini jinsi unavyofanya bidii, watu wa dharau wanakucheka. Sasa ili uweze kustawi na kuweza kuendelea na huduma yako, ili isije ikafa na kusababisha kile kilicho ndani yako kipotee, lazima namba moja, uepukane na mtu wa dharau. Mtu wa dharau atakupoteza. Mtu wa dharau atakuharibia huduma. Mtu wa dharau. Nehemia akasimama kwa sababu kile kitu kilichokuwa ndani yake. Ukisoma hiyo habari vizuri, utaona alikuwa akiamka mpaka usiku wa manane kutafuta njia ya namna gani ambavyo ataenda kufanya ile huduma, maana njia zilikuwa zimefungwa, hakuna pa kupita. Lakini akaomba ruhusa kwa mfalme, ijapokuwa mfalme alishtuka, akasema mbona huna furaha leo? Akasema nitafurahije wakati naona kuna mambo hayajakaa sawa. Kwa hiyo nayo huduma uliopewa ni mzigo umepewa ili upate kufanya, mtumishi wa Mungu ambaye unanisikiliza wakati huu na muda kama huu. Fanya kazi ya Mungu, fanya ule wito ambao Mungu amekupa kufanya. Haijalishi watu watakucheka, lakini watu wa kuepuka, mtu wa kwanza ni mtu wa dharau. Mtu mwenye madharau, kaa naye kando. Kwa hiyo mtu mwingine wa kuepuka, ili huduma yako, kikundi kingine cha kuepuka ni watu wenye hasira. Mtu mwenye hasira pia anaweza kukusababisha ukashindwa kufanya maamuzi. Kwa hiyo mtu mwenye hasira, tukisoma kitabu cha Mithali 22 mstari wa 24 mpaka 25, inasema hivi: usifanye urafiki na mtu mwenye hasira nyingi, wala usiende na mtu wa ghadhabu nyingi, usije ukajifunza njia zake na kujipatia nafsi yako mtego. Bwana Yesu asifiwe. Ninazungumza na watu ambao wana talanta walizopewa na Mungu ili wazifanyie kazi, ambazo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yenu ili mkapate kuifanyia kazi. Biblia inasema katika Mithali 22 mstari wa 24 mpaka wa 25 ya kwamba usiwe na urafiki na mtu mwenye hasira nyingi. Mtu mwenye hasira nyingi huwa ni mtu ambaye anakuwa na maamuzi magumu, wakati mwingine anakuwa na maamuzi yasiyokuwa rasmi. Kwa hiyo mtu mwenye hasira nyingi ana uwezo wa kukutoa katika huduma. Kwa sababu gani? Anapokwazwa kidogo, anapokaa yeye muda wake ni hasira tu, akiona ya kuwa kwamba labda amefanya kazi hapati kipaumbele kama alivyofikiria, unashangaa nakwambia tu amepata hasira. Mimi naona hapa huyu mchungaji ni mbaya, mimi ili kanisa naona haliko sawa, mimi sitakaa hapa, mimi naomba tu niondoke na nini na nini. Sasa Biblia inasema ukiwa na rafiki mwenye hasira nyingi, utajifunza njia zake, kwa sababu jinsi anavyokuwa akiamua, na wewe utajikuta umeanza kuamua pole pole, atakuharibu. Maana wanasema Biblia inazungumza kwamba mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Kwa hiyo jinsi alivyo, jinsi anavyokaa, jinsi anavyokuwa akikasirika ovyo ovyo, anashindwa kufanya maamuzi. Wakati mwingine anaweza kukuambia bwana usitoe sadaka. Sasa sadaka ni nini? Kwa sababu Mungu hashuki mahali hapa tumuone. Hii sadaka wanakula wachungaji. Wakati mwingine anaweza kaona kitu kidogo akafuatilia, labda ni mchango, watu wametuma kwenda kununua speaker. Anataka mpaka ajue mpaka shilingi 1 mpaka
hela ambayo watu walienda kununua chakula, walilala wapi? Gesi ya shingapi? Kwa nini walienda wakalala huko? Labda pengine walifuata vyombo, na wakati mwingine ikatokea kwa kwamba wakati wamefuata vyombo ilitokea kwa kwamba wamekuta maduka muhimu yamefungwa, kwa hiyo ikawalazimu walale. Sasa ile kulala, mtu mwenye hasira amekasirika, anapanda mbegu za fitina kanisani, analeta nini? Sasa akiwa kama ni rafiki yako, lazima uhakikishe ya kwamba atakupoteza. Kwa hiyo namba 2, usije ukakana kikundi cha watu wenye hasira nyingi, kwa sababu Biblia inasema mtu mwenye hasira nyingi huwa anakuharibu, kwa sababu utajifunza njia zake, na wewe ukishajifunza njia zake tayari utajikuta na umekuwa na hasira, maana atakwambia jambo uone kama ni kweli, unaona kwamba lakini katika hili hata ni kweli unacho. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi wewe kuacha huduma, utapotea mpendwa. Simama na kile ulichoitiwa. Huduma zina changamoto, wewe vumilia. Kama utachekwa kwa sababu na wale watu wa madharau, anaimba kama mtoto, hajui kuimba, hajui kuhubiri, hajui kufanya nini, ana kimbele mbele, sijui anajifanya yeye ndio anajua kutunza mchungaji. Labda wewe ni karama na huduma umepewa ya kufanya vitu vya namna hiyo, na hata kama kipato chako ni kidogo, lakini bado unajisikia kwa kwamba bado unaweza kusimama na kanisa, unaweza kusimama na huduma, unaweza kusimama na kulipa bili ya umeme kanisani, unaweza kusimama na maji ya watumishi. Yaani vitu vingi tu ambavyo unaweza kusimama navyo. Unaweza kusimama na nyumba ya mchungaji, hata kama una uwezo unaweza kusimama na mtoto wa mchungaji umsomeshe. Sasa watu wenye dharau wanaanza hata hicho wanachokifanya. Wewe sikia. Kwa hiyo namba 2 tumesema lazima tuepukane na watu wenye hasira nyingi. Namba 1 tumesema lazima tuepukane na mtu ambaye anadharau. Kwa hiyo mtu mwingine wa 3 ambaye ukitaka huduma yako istawi, ambaye utakiwa kushirikiana naye, ni mtu mwenye kigeugeu. Mtu mwenye kigeugeu anazungumzwa katika kitabu cha Mithali sura ya 24 mstari wake wa 21. Inasema hivi: mwanangu, mche Bwana na mfalme, wala usishirikiane na mtu mwenye kigeugeu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inazungumza ya kwamba kuna watu wanaitwa watu wenye kigeugeu. Yawezekana mpendo umekutana na watu wa namna hiyo. Yeye mwenyewe ndiye ameanzisha kikundi cha kusifu na kuabudu. Yeye mwenyewe ndio anataka kukiua. Yeye mwenyewe ndio ameanzisha jambo. Yeye mwenyewe ndiye ameanzisha mradi wa idara. Yeye mwenyewe ndiye tena amegeuka. Aliwaambia vizuri ya kwamba Jumamosi ama Ijumaa tu tunakutana kwa ajili ya maombi kila siku. Sasa yeye mwenyewe huyo mtu mwenye kigeugeu kaishaanza kugeuka. Hatutakalia kuomba, hatutakalia kanisani. Biblia imesema kwa kwamba fanya kazi siku 6 na mambo yake yote na fahari zake zote sijui na nini na nini, lakini siku ya 7 njoo. Sasa yeye mwenyewe huyo amewasababisha mmekaa nyumbani. Sasa mmekaa nyumbani, tena baada ya kukaa nyumbani tena anaambia talanta uliopewa utadaiwa. Sijui nini, kwa sababu ni mtu mwenye kigeugeu. Yani mtu mwenye kigeugeu ni mtu anayegeuka. Na huyu mtu ni rahisi sana kuua kile kilicho ndani yako, kwa sababu hana msimamo. Leo kasema hivi, kesho kasema vile. Kesho kutwa kaamua hivi, mtondogo kaamua vile. Kesho ameamua hiki, ameamua tena kimekuwa kile. Kwa sababu unakuta sasa kama ni rafiki yako sasa ana hiyo tabia, mara ameomba, mara ameacha, mara ameenda kanisani kufanya usafi, mara ameacha, mara ameenda kufanya uinjilisti, mara ameona kama anataabika, kwa sababu labda ameona ya kwamba hicho kitu anachokifanya amesahau ya kwamba ni mzigo aliopewa na huduma hazitafanana. Yani kile unachokifanya wewe hakiwezi kufanana na kile ninachokifanya mimi. Kile anachokifanya mwingine hawezi kukifanya, kwa sababu kuna huduma 5. Biblia inasema ya kwamba kuna mwalimu, kuna mchungaji, wako wainjilisti, wako manabii. Lakini wako tu huduma zile zote 5 umeambiwa zimewekwa tu kwa sababu ya kufanyaje? Kuwafaidisha watu, kuwakamilisha watakatifu. Kwa hiyo mwingine anaweza kawa na karama. Pia karama ziko tofauti. Karama zangu na zako haziwezi kufanana. Na ndio maana akasema kuna tofauti ya huduma, lakini roho ni yule yule. Sasa mtu ambaye ana kigeugeu, leo kasema hivi, kesho kaamua hivi, kesho kutwa amesema vile. Ukimsikiliza na yale maneno yake ukayafanyia kazi, uwe na uhakika ya kuwa
wewe huduma yako inaenda kufa. Kwa hiyo mazingira haya tunajaribu kusema kwa nini tuyaepuke. Epuka kabisa mtu mwenye madharau. Mtu mwenye madharau atakukatisha tamaa. Inawezekana akawa mke wako, inawezekana akawa watoto wako. Yaani jinsi huduma yako unavyoifanya hawaikubali, rafiki zako hawakubali, watu hata ukimaliza kufundisha wanasema huyu bado. Wewe hata kama wanasema nini, wewe unatakiwa usonge mbele. Mtu wa pili tumesema mtu mwenye hasira nyingi, muepuke, kwa sababu atakukatisha tamaa. Maamuzi yake yanakuwa sio sahihi. Mimi siwezi kutoa zaka tena, sijui mimi siwezi. Achana na huyo mtu. Mtu wa tatu tumesema uepuke mtu mwenye kigeugeu. Mtu ambaye anageuka, yani si ndege, si popo, wala si, yani haeleweki kama ni ndege ama ni mnyama. Yani inakuwa kama chura, haeleweki kama amechuchumama anaenda mbele. Unaona? Kwa hiyo mambo haya yote ambayo tunazungumza kwa habari ya watu ambao wamepata neema ya kutumika, wamepata neema ya upendeleo pekee ambao uko ndani. Kuna siku tutakuja tujifunze habari ya kuichezea neema, maana kuna watu ambao Mungu amewapenda na akawaita kutoka mbali, akawapa neema, lakini neema wakaizalau. Kuna kipindi tutakuja tujifunze. Endelea kunifuatilia tu katika YouTube channel yangu, andika hapo Tibananoka TV na utakuta tu mambo mengi hapo, tukiendelea na mafundisho mengi. Una like, una share kwenda kwa rafiki na jamaa, pia itakuwa tu na Mungu atakubariki kwa sababu ya hayo. Kwa hiyo namba 3 tumezungumza mtu wa kuepuka kabisa katika kustawi kwa huduma yako. Lazima uhakikishe umemwepuka huyo mtu anayegeuka. Mara aseme Yesu ni Mungu, mara aseme Yesu si Mungu, mara aseme kuna Baba na Mwana na Roho, mara aseme sijui hakuna Mungu, mara aseme Biblia imeandikwa sijui na wanadamu. Sasa mtu wa namna hiyo atakufelisha, kwa sababu yeye si mtu aliyesimama. Hiyo ni mbegu mbovu iliyomea katika udongo mbaya. Kwa hiyo wewe simama, na kwa nyuma yako ni mtu mwenye kiburi. Mtu mwenye kiburi ni mtu ambaye hasiki, hambiliki, hashauliki. Yeye hufanya kile anachoona kwamba amekiamua mwenyewe. Kwa hiyo mtu wa kiburi, kama unataka huduma yako mpendwa, nazungumza na watu wenye huduma ambao wana huduma na huduma zimekufa kwa sababu ya kuepuka mazingira madogo kama haya. Kitabu cha Yona sura ya 1 mstari wa 1, tuanzie hapo tuende mpaka wa 3 tuone. Basi neno la Bwana likamjia Yona mwana wa Amintai kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa kuwa uovu wao umepanda juu mbele zangu. Lakini Yona akaondoka akakimbilia Tashishi, apate kujiepusha na uso wa Bwana. Akateremka hata Yafa, akaona merikebu iliyokwenda Tarshishi. Basi akatoa nauli, akapanda merikebu aende pamoja Tarshishi, ajiepushe na uso wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka Yona alikuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye alichaguliwa miongoni mwa watu ya kuwa kwamba anao ujumbe wa kwenda kuieleza Ninawi. Kwa hiyo Bwana akamtuma Yona ya kuwa kwamba kule Ninawi kuna uovu umetendeka na umefika sasa mbele ya macho yangu. Kwa hiyo wale watu bado ninawapenda. Ninataka uwapelekee ujumbe huu ya kuwa kwamba kama watakubali wakatubu, kama watakubali wakageuka, mimi Mungu nitawasamehe. Lakini Yona kwa sababu ya kiburi akakataa kwenda Ninawi, yeye akapanda meli kwenda Tarshishi. Kwa hiyo nataka nizungumze na wewe mtumishi wa Mungu unayenisikia sasa hivi, ambaye una huduma. Najua kuna watu mna huduma, lakini kuna watu mna viburi kwa sababu umeinuka kidogo, umepata jina. Kwa sababu umeinuka kidogo sasa unajulikana. Kwa hiyo Yona badala ya kwenda Ninawi, yeye akaenda Tarshishi. Sasa Tarshishi alikwenda kufanya nini na ametumwa Ninawi? Hebu chukua mfano kama wewe hapo ulipo sasa hivi. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Mchungaji wako amekutuma labda utoke Migori County ama utoke Mwanza kwenda kuhubiri Dar es Salaam, ama utoke hapa Migori ukienda Nairobi. Sasa badala yake wewe uende Nakuru, kwa kumaanisha kwa kwamba uko Nakuru unaenda kufanya nini? Kwa hiyo nataka niseme nini? Kuna kitu ambacho Mungu amekupa ukifanye. Amekuita wewe ufanye hicho unachotakiwa kukifanya. Sasa usikimbilie kwenda Tarshishi.
wewe unatakiwa uende Ninawi kwa sababu wewe una ujumbe wa watu wa Ninawi. Ili Ninawi iweze kuwa salama, ni wewe Mungu amekuchagua uende Ninawi. Acha kiburi. Kuna watu mmechaguliwa katika maeneo ya kuhubiri, mnaota mnahubiri usiku mambo makubwa. Mungu amekuonyesha mambo makubwa, ukiponya watu, ukifungua watu, unaombea mataifa, unatenda mambo makubwa, lakini bado umekataa, umekaa, umetoroka. Hapo ulipokimbia, kwenye hilo kanisa ulilokimbia, hapo ndipo Ninawi, hapo ambapo Mungu alikwambia wewe umekimbilia makanisa mengine, na sasa hapo umetoka hapo Ninawi, unasema vibaya hapo Ninawi. Sasa kule ulikoenda hakuna huduma yako kule. Wewe hapo ilipo, haijalishi kuna changamoto gani, kuna shida gani inatokea mahali pale, Bwana alikutuma pale. Wewe unajua ni huduma gani ambayo umetumwa. Nazungumza nawe unayenisikiliza sasa hivi, wakati huu ambapo ninazungumza na watu ambao mna huduma na huduma zenu zimeshikwa kwa sababu hamjui. Mungu akamtuma Yona kwamba utakwenda Ninawi, na huko Ninawi utawaeleza watu. Kwa hiyo wewe mpendwa, labda nikuulize, wewe umetumwa wapi? Na ni nini ulichotumwa ambacho unatakiwa ukifanye? Na je, unakifanya? Kwa hiyo katika mstari wa 8 ukisoma tu hiyo Yona, katika huo mstari wa 8 unasema, ndipo wakamwambia, tafadhali utuambie, wewe ambaye mabaya haya yanatupata kwa sababu yako, kazi yako ni kazi gani? Nawe watoka wapi? Nchi yako ni nchi ipi? Nawe mtu wa kabila gani? Bwana Yesu asifiwe. Wakati chombo kimeanza kusukasuka, mpendwa, naomba unisikilize vizuri. Naongea mafunuo ambayo labda kuna wakati mwingine ulikuwa hujaweza kuyapata, lakini siku ya leo hujapita kwa bahati mbaya, umepita kwa makusudi, na Mungu atakubariki na Mungu atakusaidia huduma yako iweze kukua kubwa katika jina la Yesu. Kwa hiyo Yona, baada ya mambo kusukasuka, chombo kilipoanza kusukasuka, wakamuuliza, wewe mtu, wewe utuambie, wewe kazi yako ni kazi gani? Na mabaya haya yanatupata kwa sababu yako, wewe ni wa nchi gani? Akajieleza vizuri, mimi natokea nchi fulani kama wewe. Nataka nizungumze na watu, nazungumza habari ya mambo ya rohoni. Watu wengine najiuliza, sasa mtumishi leo anatuambia twende Ninawi, tukafanyaje? Ninawi ni hapo ulipotumwa, kwenye hilo kanisa ndio Ninawi. Kuna kitu hapo unatakiwa ukifanye hapo kwenye hilo kanisa ulilotumwa. Kwa hiyo wanasema mabaya yanatupata, na sisi leo tunauliza, mbona mabaya haya yanatupata? Hatuna kikundi kizuri cha kuabudu kanisani, hatuna watu wa kufanya injili, hatuna watu wa kutegemeza wachungaji, hatuna watu wa kuweza kusapoti kazi ya Mungu. Mabaya haya yote yanatupata kwa sababu gani? Na wewe ndiye uliyetumwa uje utusaidie hilo eneo. Yawezekana Mungu amekujalia katika maeneo ya pesa, una uwezo wa kusapoti huduma. Yawezekana kuna maeneo una uwezo wa kimaombi, Mungu amekutuma mahali pale uweze kuombea kanisa. Kuna maeneo ambayo Mungu amekutuma. Mabaya yanatupata, tuseme ya kuwa kanisani hakuna karama. Je, tumekusanyika kweli? Hakuna huduma katikati yetu? Huduma zipo, lakini badala ya kwenda kufanya kile tulichopewa na Mungu, watu tumekuwa na kiburi. Wapendwa, tumekuwa na kiburi. Watu wana wito wa kuweza kuhubiri, lakini wameshindwa kuwaona wachungaji na kuambia, Bwana, mimi ninasikia ndani nina huduma. Kwa sababu huduma si kitu cha kujificha. Huduma ni kitu ambacho unakisikia kutoka ndani na kinafanya kazi. Kuna maeneo ambayo umesukumwa kufanya huduma na unasikia kabisa kwamba mimi katika eneo hili nimepewa nifanye huduma. Lakini badala ya kwenda Ninawi, wewe unaenda Tarashishi. Mpendwa, labda yawezekana umejisahau.